Itaendelea kuimarisha mazingira ya elimu, ajira, ujasiriamali na teknolojia ili kuhakikisha vijana wanaohitimu kwenye vyuo mbalimbali wanatoa mchango wao shughuli mbalimbali za kuendeleza taifa. Mwanahabari wetu kutoka Mwanza, Sofia George, ameandaa taarifa kamili. Naibu Waziri wa Fedha, Mhandisi Mshamu Ali Munde, ametoa kauli hiyo kwenye mahafali ya 39 ya Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini duru ya pili yaliyofanyika katika kituo cha mafunzo cha Kanda ya Ziwa mkoani Mwanza. Serikali kwa upande wake itaendelea kuwawezesha chuo kibajeti ili kiweze kuwa na miundombinu bora na ya kisasa pamoja na rasilimali watu inayokidhi mahitaji ya utoaji wa elimu kwa viwango vya hali ya juu, na hivyo ukifanya chuo kuwa cha kimataifa. Tunatambua rasmi kuwa sasa mko tayari kuingia kwenye safari mpya, safari ya kuchangia uchumi wa taifa, safari ya kutumia maarifa kwa vitendo na safari ya kubeba wajibu wa kizazi chenu. Hilo mlitambue. Mkuu wa chuo hicho cha mipango ya maendeleo vijijini, Profesa Hoseni Mayaya, amesema chuo kimejipanga kikamilifu kuandaa wataalamu wenye weledi katika fani za mipango ya maendeleo ili wapatikane wataalamu wenye uzalendo na uadilifu. Tunaahidi tu kujizatiti katika kuandaa wataalamu wenye weledi wa kutosha katika fani za mipango ya maendeleo, bali pia kutoa wataalamu wenye uzalendo, waadilifu, na kwa kuwa na uzalendo na uadilifu ndizo nyenzo muhimu katika ujenzi wa uchumi wa nchi yoyote ile, na hasa katika hili tunaongelea nchi yetu, nchi mama, nchi yetu Tanzania. Tumeanzisha ushirikiano na ubalozi wa Marekani. Kupitia ushirikiano huo, ubalozi huo unatupatia mtaalamu wa Kiingereza, English Language Fellow Program, lakini pia umekuwa mtuletea wataalamu kwa ajili ya kufundisha masuala ya AI, Artificial Intelligence, kitu ambacho sasa hivi ndicho kitu ambacho Mheshimiwa mgeni rasmi kinagusa maendeleo ya taifa hili. Kwa upande wa wahitimu wa Chuo cha Mipango Vijijini, wamesema watahakikisha wanasaidia taifa katika kuleta maendeleo. Sisi kama vijana wengi tumehitimu na vijana ndio nguvu ya taifa. Kwa hiyo vijana tunahitajika tujenge taifa letu. Lakini pia tukiangalia kwa eneo la mipango na tathmini, hakuna kitu chochote ambacho kinafanyika bila mipango. Tunatakiwa tupange, lakini pia tutathmini wapi tunatoka, wapi tunaenda na nini kinapatikana. Kwa hiyo kama taifa linatuhitaji sisi vijana ambao tumesoma mipango na tathmini, tufanye tathmini ili tujue tumetoka wapi, tuko wapi na nini tunakihitaji. Naitwa Sofia George wa ZBC Mwanza. Asante Sofia George kwa taarifa hiyo. Vitendo vya ukatili wa kijinsia vinavyofanywa na baadhi ya familia za mila potofu, ikiwemo kuozesha watoto katika umri mdogo, vimetajwa kuwa ni kikwazo cha kufikia ndoto za mabinti wengi wa wilaya ya Magu mkoani Mwanza. Tunarudi kwake tena Sofia George na taarifa ifuatayo. Kampeni ya siku 16 za kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto imesababisha wakazi wa wilaya ya Magu kupaza sauti zao kwa serikali kuwasaidia kupatikana kwa haki ili kuwanusuru mabinti wanaoozeshwa wakiwa na umri mdogo. Kweli kuhusu changamoto ya wasichana, kwa kweli naumia sana. Muda mwingine unakuta msichana anakuwa anatamani vitu vikubwa huku uwezo hana. Anaamua kujiingiza kwenye mambo ambayo sio ya msingi. Kwa hiyo mimi naomba serikali itusaidie. Mtoto ukiwa naye mbali, kwa mfano wewe mama unatoka mida ya usiku, unaenda kwenye biashara, unatoka huko unakaanga samaki, unaenda tena kwenye biashara, unarudi usiku. Yule mtoto anakuwa yuko kwenye mazingira ambayo amejitawala. Wanaharakati wa kupinga ukatili na ndoa za utotoni wamesema mila hizo zinapaswa kukomeshwa ili kumwezesha mtoto wa kike azifikie ndoto zake. Kuna mabinti wengi ambao wamekatizwa masomo yao kwa sababu ya kuozeshwa kwa nguvu na wazazi wao wakijaribu kutumia zile mila kandamizi ambazo zimewahangaisha sana hasa jamii ya Wasukuma na mazingira mengine ambayo yanatuzunguka. Hichi kitendo cha ukatili kwa watoto kinaumiza sana, kwa sababu katika jamii zetu tunaona kuna ukatili mkubwa sana. Watoto wanapata mimba za utotoni pia na kulazimishwa kuolewa kwa ajili ya manufaa ya wazazi. Wanaoshabikia na wanaoona haya mambo ni yanafaa na yanastahili ni wazazi wenyewe wakati mwingine.
Kwa hiyo wazazi wanajiingiza kwenye hilo jambo la ukatili kwa kuwapendekeza watoto wao kuolewa katika umri mdogo ili kujipatia mali. Akizungumza wakati wa kongamano la elimu ya kupinga vitendo vya ukatili, Mchungaji Elisante Kimati wa kanisa la KKKT Usharika wa Yeriko amesema jamii inapaswa kufundishwa madhara ya ukatili kwa watoto wa kike pamoja na wanawake. Tuwaelimishe watu kwamba ukatili au kufanyiana vitendo vya kikatili hakuna faida yoyote kwenye jamii. Hilo ni jambo la kwanza, tuwaelimishe. Lakini jambo la pili, kwetu sisi wachungaji tukazane sana kufundisha neno la Mungu. Watu wafundishwe neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu linawasaidia watu kuelewa kwamba nikifanya hiki, nikimfanyia mwenzangu ukatili huu, si tu kwamba nimemkosea yeye, lakini nimemkosea Mungu pia. Kutoka wilayani Magu mkoani Mwanza, jina langu ni Sofia George wa ZBC. Tukiachana na taarifa hiyo ya Sofia George, moja kwa moja huko Dodoma, Tanzania inaendelea kujipambanua katika utoaji wa huduma za kibingwa ambazo awali zilikuwa zikifuatwa nje ya nchi. Kuwepo kambi ya matibabu bingwa ya magonjwa ya masikio, pua na koo katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma ni ishara ya kuimarika kwa huduma za afya, uwekezaji ambao umefanywa na serikali. Mwandishi wetu Laila Tiali amezungumza na daktari bingwa wa magonjwa ya koo, pua na masikio hospitali ya Benjamin Mkapa, Dr. Faustino Bukanu, na kwanza ameanza kumuuliza ni wagonjwa wa aina gani ambao wanazingatiwa katika matibabu. Wagonjwa ambao walizingatiwa zaidi ni wagonjwa ambao walihitaji upandikizwaji wa ngoma za sikio. Lakini sambamba na hao pia wagonjwa ambao walikuwa na nyama za pua pia nao walipatiwa huduma. Yeah. Ni kwa namna gani mmeweza kufanikiwa kati ya wagonjwa 10 ambao wamepatiwa huduma hiyo? Kati ya wagonjwa 10 ambao wamepatiwa huduma hiyo tumeweza kufanikiwa sababu wagonjwa wote tuliowafanyia wanaendelea vizuri na wote wameweza kufurahia matibabu haya. Na kambi ilikuwa ya namna gani na ilidumu kwa muda wa siku ngapi? Kambi hii ilikuwa ni ya upasuaji bobezi, tunaita mabingwa bobezi, ambayo ilidumu kwa muda wa siku 5, ambapo tuliweza kuwahudumia wagonjwa 5 ambao walikuwa na ngoma zao za sikio zilikuwa zimepasuka na wengine 5 ambao walikuwa na nyama ambazo zimeziba katika matundu yao ya pua. Na kwa upande wa koo? Upande wa koo tulihudumia mgonjwa mmoja ambaye alikuwa na saratani ya koo, ambapo tuliweza kutoa ule uvimbe na pia tuliweza kumwekea njia ya kupumulia ambao ni njia mbadala. Katika hospitali hii ya Benjamin, matibabu haya bingwa yamekuwa yakifanyika mara ngapi kwa mwaka ama ni kwa namna gani yamekuwa yakifanyika matibabu haya? Matibabu kama haya tumekuwa tukiyafanya kila baada ya miezi 2, ambapo mara nyingi tunashirikiana na mabingwa kutoka nje ya hospitali, wengine wanatoka nje ya nchi kama hawa ambao walikuwa wamekuja kutoka Uturuki, na matibabu ambayo yatakuwa ni endelevu kwa sababu tunapopata wataalamu kutoka nje tunapata muda pia kubadilishana mawazo na kuweza kubadilishana ujuzi na utaalamu, na hivyo huduma inaweza kuwa endelevu katika hospitali yetu. Tunaona sasa hivi sekta ya afya imeboreshwa kwa kiasi kikubwa. Labda matibabu haya bingwa amekuwa akisaidia vipi Tanzania hasa katika kuimarisha zaidi? Matibabu kama haya yanaimarisha sekta ya afya kwa sababu ni matibabu ambayo yanatibu kibobezi zaidi. Kwa sababu huwa tuna ubingwa wa kawaida na kuna ubingwa bobezi. Kwa matibabu kama haya yanazidi kujenga uwezo wa taasisi katika kutoa matibabu kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za kibobezi. Kwa hiyo ni matibabu mazuri ambayo yanalenga hasa kuongeza ujuzi kwa madaktari wa hospitali. Tumeweza kufundishwa na tumeweza kubadilishana mawazo na utaalamu. Kwa na sisi tumejengewa uwezo wa kuweza kuendelea kutoa hizi huduma pindi ambapo tutakuwa tumekamilika. Matarajio yetu sisi ni kuendelea kujenga uwezo zaidi, na matarajio kama Benjamin Mkapa ni kuweza kununua vifaa vyote ambavyo viliweza kupungua ili tuweze kusimama wenyewe sasa na tuendelee kutoa matibabu tukiwa wenyewe. Magonjwa ya pua, sikio na koo yanazidi kuongezeka. Nadhani kuna kuwa na mwitikio ambao ni chanya zaidi toka kwa wananchi. Kwa siku hizi wananchi wengi wanakuja hospitali, hawakai na magonjwa nyumbani. Kwa hiyo namba ya wagonjwa tunaozidi kuiona inazidi kuongezeka. Tukitoa takwimu kuanzia mwaka 2015 ambapo idara hii ilianza kazi katika hospitali hii, tulikuwa tunaona wagonjwa 6 mpaka 7 kwa siku.
lakini sasa hivi tunaona wagonjwa 50 mpaka 60 kwa siku. Kwa hiyo kumekuwa na mwitikio mzuri, namba ya wagonjwa inapanda na watu wanazidi kupata matibabu kwa wakati zaidi. Labda elimu ya, maana tumesema kwa ugonjwa unapanda, elimu ya viashiria vya huu ugonjwa masikio, pua na koo imekuwa ikitolewa mara kwa mara kwa wananchi wanapojisikia hivyo waweze kuwa hospitali mapema? Elimu inatolewa ingawa bado haijaweza kuwafikia wananchi wote. Tunatoa elimu kwa njia ya redio, wanaokuja hospitali pia wanapewa huduma. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba elimu iwe ni endelevu hasa vijijini ili wananchi waweze kutibiwa mapema zaidi. Wito wangu kwa jamii ni kwamba wananchi wajitahidi kuwahi hospitali pindi wanapata magonjwa, wasikae na magonjwa nyumbani, na wala wasisubirie tu kutangazwa kwa kambi ndio wafike hospitali. Wawe na tabia kufika hospitali mapema kwa sababu magonjwa mengi yanaweza kutibika mapema na kuzuia uharibifu mkubwa zaidi. Asante sana Laila Tali kutoka huko Dodoma.